Alright guys, we are here. What's up YouTube? Ndugu yako hapa Mshana Black, the Blacksmith. Bwana, leo nimekuja Miami. Yes, nimeendesha kutoka nilipokuwa Georgia, ambao ni state ya Georgia, Huntsville Georgia, mpaka state ya Florida. Umeona? Nimekuja Florida, sehemu ambayo inaitwa Miami. Kama ushawahi kusikia, kama ni mtoto wa mjini, kama unaijua Marekani vizuri, of course Miami utakuwa unaijua. So let me walk around with you hapa Miami. My outfit check. God. Sijui kama tutaweza kuweka hapa outfit check kabla tujaondoka. No. God damn it. Whatever. Guys, wacha niende niwaonyeshe Miami. So guys, tupo mitaa Miami. I don't know where to go, to be honest. Shida ya kuja miji mikubwa ni masuala ya magari, traffic. I'm not a big fan of it, sema kweli. Hata sijui naenda wapi. Cha kwanza bili nikumbuke nimepaki gari yangu wapi. Nikumbuke nimepaki Brickell Bay. Maana sijawahi kufika Miami, ndio mara yangu ya kwanza. Na hii mitaa ya Marekani, sasa miji kama hii New York City, kama hii Miami, New York City, inaweza ikawa very confusing kwa mtu mgeni. So inabidi nikumbuke mtaa, sije nikaenda katembea alafu nikapotea kurudi kwenye parking. Nimepaki gari yangu kwenye hiyo parking huko. This is Miami guys. Are you excited? I'm so excited. I'm super excited kuiona Miami kwa mara ya kwanza. Hapa ndio ile miji ambayo tulipokuwa Bongo tunaangalia kwenye TV. Bwana, kuna Miami, wakina Messi wanaweza mpira wapo Miami, sijui ni nini. Everything about Miami nilikuwa naisikia kwenye TV na like I was sold the dream to see Miami someday. Na imagine nipo Marekani huu mwaka wangu wa 3. Sijawahi kufika Miami. So this is literally my first time in this big city. Oh shit, let's see. I'm so excited guys. I'm so excited. Na mimi nipo hapa kuwatembeza kama nilivyowaambia, na watembeza Marekani ndani ya kiganja chako, na kuonyesha Marekani yule kijana wenu wa zamani. Nilipofika California mara yangu ya kwanza, nikawa naonyesha jinsi ya Marekani. Oh, look at this. This is a robot. Hii ni robot ina deliver vitu. What? So wadau wa YouTube, nilistopisha video kidogo ya robot kwa sababu nitaka nifanye video fupi kwa ajili ya watu wa vertical content, which is nazungumzia watu wa Instagram na Facebook na hizo account nyingine. So kama unataka kuiona video ya robot, nitaiposti katika account ya Instagram na Facebook account zangu. So by the way, nirudi pale. I'm in Miami. I can't believe this. I'm in freaking Miami. Ukisikia watu wanaishi duniani, ndio unakuja miji kama Miami, unaenda miji kama New York City, unaenda state kama California. Those are the states unaenda kuangalia wonders, watu wanavyoishi dunia. Like people are just free. Watu wanaishi maisha yao. Kama zile unavyoona games za kina GTA, San Andreas. Hizi ndio watu wanavyoishi. Ndio maana kitu kimoja niwaambieni, watu wengi wanalalamika kwamba Mshana umepunguza kufanya content na vitu kama hivyo. Wanashindwa kuelewa kwamba mimi kazi yangu ya jeshi nachagua, of course nachagua napokwenda, lakini nikishachagua napokwenda, nikishakaa hapo, la mfano labda nimechagua kwenda Georgia, state ya hiyo Fort Stewart. Nikishakaa hapa Fort Stewart nakuwa ngumu kutembea unless nichukue likizo. So na sehemu naokaa ni sehemu ambao ni kimji kidogo sana. Inakuwa hainipi mimi motivation ya kufanya content nyingi. Na nitakueleza kwa nini kuna umuhimu
wa watu kutembea duniani. Oh my God, that's the feeling of Miami right there. Unasikia hizo gari hizo? That's a racing car. Okay guys, so nirudi kwenye topic, right? So unavokuwa katika mji mdogo, pia na uwezo wako wa kutengeneza content ambazo zinakupa niende huku, maana hii ndio shida ya miji kubwa. Like I'm lost, I don't know where to go. Huu mji wote ni wangu na I feel like I own this city. I don't know where to go, to be honest. Okay, twende hivi. Tembea hivi kwenye barabara. I don't know if you're gonna hear me though. Sijui kama mtaweza kunisikia nikiwa natembea katikati ya barabara na magari ambayo yanakimbia. Watu wanaishi free. Watu wanaishi free. Look. Yeah, so nilikuwa nataka kusema kwamba ukiwa unaishi mji mdogo, shida yake, changamoto, uwezo wa kutengeneza content kubwa, sibi niende hivi. Uwezo wa kutengeneza content za nyingi ni mdogo, kwa sababu like you are so limited on what you can show the world. Mji naoisha mimi ni Hinesville, Georgia, Fort Stewart. Kwa hiyo vitu vichache ambavyo zamani nilikuwa naishi California. California ni miji ambayo ina wonders. Unaenda wapi? Unaenda hapo industry whatever, hapo sehemu makao makuu ya iPhone, makao ya Apple. Unaenda wapi? It was so nice. Na ukiangalia mimi ndo kijana nimetoka Tanzania. Kutoka Tanzania mpaka mji wa state ya California, it was a big change for me of my life. Lakini nilipoenda Georgia kidogo content zikapungua, kwa sababu there was nothing much to show around hapo for Stewart. So nikachukua likizo leo. Nimechukua likizo. Nikasema acha nichukue likizo, nitoke katika hii cycle ya kufanya kazi. Yes, kufanya kazi ni kitu kizuri, kunatengeneza pesa, like I love working, bro. When you are young, you better love what you're doing. Like you better love your work, right? Ukiwa kijana lazima upende kufanya kazi, kwa sababu kufanya kazi leo hii ndio kunatuwezesha sisi kuvaa vizuri, kunatuwezesha sisi kutembea, kunatuwezesha sisi kuja kukaa kwenye hoteli za kubwa kama hizi, because na plani kulala katika hizo hoteli. Like I don't know if I'm paying 200, 300, I don't care, but at the end of the day tunafanya kazi tukitengeneza pesa ili mradi tuishi maisha mazuri, si ndivyo? Angalia watu wanaishi. Angalia watu wanaishi. Watu wanaishi wabongo. Wabongo tumeachwa mbali sana na hizi nchi. Mimi mwenyewe siamini kama Mwenyezi Mungu amenipa fursa na kibali cha kuweza kutembea. Na naombea watu wengi sana waweze kupata uwezo wa kutembea. Mimi siombeagi. Mimi kama ushauri kusikiliza, kuna video moja niliongeaga the same thing. Nikasema kama kijana mdogo unapambana na maisha, muombe Mungu sana, kitu cha kwanza akupe uwezo wa kuweza kutembea hii dunia, kwenda nchi tofauti. Mungu akikupa uwezo wa kwenda kutembea nchi tofauti na ukatalii, utapata connection wakati upo nchi hizo, utapata madili wakati upo nchi hizo, utapata kazi ambazo zitakuingiza pesa, utapata marafiki. Lakini kama utaendelea kukaa kwenye kijiji chako kidogo, mji wako wa Dar es Salaam, sijui kijiji chako kipo mji wako wa Zanzibar uko Forozani, like yes, utakutana na marafiki wale stories zile, like your idea, the way you think is literally the same like everybody else. Lakini ukitembea ndio utaanza. Ndio naambia kama kijana, muombe Mungu akupe fursa ya kutembea. Pesa zinakuja, neema inakuja baada ya kupata fursa ya kutembea. So yeah, I'm glad, namshukuru Mungu, na naamini saa zote nasema mimi kama mimi, na ukiangalia video yangu ya YouTube nilishawahi kuongeaga kwamba naombea vijana wengi waweze kupata, sasa vijana wa Kiafrika waweze kupata exposure. Waweze kupata nini? Exposure. Waweze kutembea, kutalii dunia, kuona maisha tofauti. Kwa sababu exposure inaleta vitu vingi sana. Ukiachana na pesa, elimu tu, yaani akili yako. Mimi sasa hivi ninavyoangalia maisha tofauti na mimi mshana wa miaka 3, miaka 4 nilivyokuwa Bongo. Sijai kusafiri, sijai kwenda kokote. Sehemu kubwa nilioenda labda Arusha tu hapo na ndani ya mchi. Like I never travel, right? So inakusaidia hata kama utakuwa na millions ya pesa katika bank account, lakini just you've seen different people
in the world, how they live, inakusaidia wewe kufikiria katika uwanda mpana. Ndio maana nawaambia vijana wa Kiafrika wapate fursa za kutembea. Pambana, uwa chini, usiridhike kwa sababu tu unaingiza pesa Tanzania au unaingiza pesa Kenya ukaridhika na maisha ya Kenya. Try so hard to travel. You don't have to come to America. Jaribu sehemu yoyote, hata nenda nchi yoyote, like just travel. Travel the world. Jifunze watu tofauti wanavyoishi. Like it's so amazing. I don't know. Siwezi kukuelezea feeling ninayofeel mimi au feeling niloifeel mimi mara ya kwanza kutoka ndani ya nchi yangu ya Tanzania kufika Marekani, ndani ya jiji la San Francisco, ndani ya jiji la San Jose, in the state of California. The feeling the culture shock nilioipata, like I cannot explain to you enough katika video ukanielewa. Like you have to feel it yourself. It was amazing. It was literally amazing. Kusema kweli. Yeah guys, so ilikuwa ni feeling nzuri. So guys, kama nilivyowaambia, today nimechukua wiki zote, nimechukua likizo, na nimechukua likizo kwa sababu na wito wangu kwa watu wengine wengi ambao wanafanya kazi, wapo Marekani, wapo nchi za Ulaya, upo Afrika, kokote ulipo unafanya kazi kama kijana, usijisahau kujitekia mwenyewe. Kujitekia mwenyewe nasemaje? At some point there is more in life than to walk. Kuna maisha inabidi sio tu unafanya kazi unashinda hata kuchukua likizo kwenda kutembea, kuchukua likizo. Na likizo nikizungumzia, this is my idea likizo, right? Mimi zamani nilikuwa nafikiria likizo lazima nichukue niende labda kifano, sasa hivi nipo Marekani, right? Na kwa muda mwingi nipo jeshini, right? 2 years naenda mwaka wangu wa 3. Nilikuwa na hesitate, nilikuwa na sita kuchukua likizo zangu kwa sababu nilikuwa nasema nikichukua likizo nataka ni save likizo yangu mpaka niweze kuja Afrika au niweze kutembea nchi fulani. Like sometimes you don't need all of that kwa sababu inahitaji preparation kubwa, inahitaji pesa, like it needs a lot of thinking. Just kama upo Marekani au upo nchi yoyote unafanya kazi, just chukua likizo ndogo, nenda katembea sehemu ambayo hujawahi kwenda. Kama upo Tanzania, nenda safari. Nenda Serengeti, sijui. Nenda sehemu ambayo hujawahi kufika, Zanzibar, Mombasa, right? Upo Marekani, tembea state tofauti ndani ya likizo. You don't have to go to Tanzania au Kenya, sijui wapi nyumbani. Like this is a small vacation for me. Now I'm so excited nimekuja hapa. Najua usiku huu leo nitalala kwenye hoteli moja nzuri. Nitaamka Miami like a millionaire. Yeah man, I'm so excited kuwa hapa Miami. Angalia fit yangu, angalia nguo yangu lovaa, viatu changu, mnyamwezi. Yeah man, I'm so excited. A boy from Tandale. No, a boy from Bagala. A boy from Zanzibar, a boy from Bagala, a boy from Dar es Salaam, a boy from Tanzania. I'm bowling. Angalia maji. This water is so nice. Oh shit, bro. Yeah. One thing about America nachokipenda, nchi kama Marekani, kitu kimoja ambacho nakipenda, of course kuna siku nyingine utaniona nakuja hapo kwenye video na nazungumzia Marekani hivi, kuna watu wanaondoka Marekani, kuna Waafrika weusi. Kama video yangu ya mwisho nilikuwa nazungumzia Afrika na Amerika wanavyoondoka Marekani kuja kuishi Afrika, kuangalia maisha Tanzania, Kenya, sasa Kenya. Yeah, kuna siku ambazo like anywhere in the world, kuna siku ambazo nchi kama Marekani it doesn't look nice anymore. Na kuna siku ambazo nchi kama Marekani wanasema mimi nina bahati kubwa kuishi katika nchi hii. Umeona? So siku hazifanani. Wewe ukiniona kuna siku nakuja hapo kwenye video nikaanza kuilalamikia Marekani hivi, just bear with me kwa sababu like siku zingine unaamka unasema I just miss Africa. Like kuna siku nyingine unasema na bahati kuishi kama hii. Na bahati, I'm so privileged kuweza kutembea katika nchi ya Marekani, kuzurura mitaa hii ambayo wanazurura watu wenye pesa zao wengi. Umeona? Kuona watu wenye hela wanaishije, like I'm so blessed bro. I'm so blessed. Na kama nilivyowaambia,
kitu ambacho na Wamarekani wajivunie. Let me walk that way. Afu nigeuze kamera. Wamarekani wajivunie kitu kimoja. Angalia hizo hoteli zimejengwa pembezoni mwa kama Forodhani fulani hivi, lakini in a much better or more upgraded kuliko Forodhani. Yeah, Forodhani, kama watu wanajua Forodhani ni Zanzibar. Okay guys, mkiniona naongea sana leo kwa sababu I'm so excited kutoka katika kimji kidogo ambacho cha Hinesville for Stewart pale kuja kutembea. Angalia treni ya umeme. Ndo watu unasema nipo Marekani lakini nipo depressed kwa sababu upo mji mdogo. Usikae huko Marekani vijijini. Kweli bwana, kuna watu walikuwa wanasema kuna Marekani vijijini. Marekani vijijini ndo kama ile Hinesville kule. Yes, ni nzuri ni nini, lakini kimji kidogo, there's no much things going on. Mwisho wa siku unajikuta upo Marekani afu unajiona kama upo depressed. Tembea, like just come to the big city. Some of us we are meant to live in a big city, bro. Ili mradi kuishi maisha ukasema yes, nipo Marekani. Yeah, so nilikuwa narudi tena kuongea. Nasema kitu ambacho kizuri cha Marekani. Marekani ni nchi ambayo anybody can be anything. Mtu yoyote anaweza akafika mangazi za juu as long unafanya juhudi. Lakini kitu kingine ni nchi ambayo inakutia hasira. Imagine unapita barabarani, of course ina gari nzuri, Mazda CX-30 na nini, gari kali, lakini unapita barabarani unashangaa watu wanaendesha mandinga makali, maafu vijana wadogo, unaangalia yani majengo, watu wamevaa vizuri, like inakutia hasira na motivation. Kila siku unasema like I have to do more with my life, bro. I have to achieve more above and beyond, bro. Like imagine. Mbona, lakini ukikaa sehemu ambazo hazina maendeleo sana, unakuwa content, unaridhika. Rahisi kuridhika. Kuna upepo. What is this? Touch screen. Electric vibe. Nini. Mbona hizo? Ama swala Marekani. I don't know what's going on here. Direction. Ukilabda unataka kuomba, unaweza kutafuta direction hapa. Ukiwa umepotea labda huko mji. Mpaki gari yangu wapi? Oh my god. Lakini uzuri nimerekodi, so like nimerekodi tena kurudia ile video, nitaangalia location. Where to? Yeah, hapo nakupa direction na kila kitu. Hii ni kama simu ambayo kama labda umesema umepoteza simu yako. Labda nisubiri nirekodi hapa afu nirekodi video fupi ya kwa watu wa Instagram. Umepoteza simu yako au simu yako imekufa chaji na upo mjini hapa, umepoteza direction, hujui unaenda wapi. Yeah, so kuna hizi simu ambazo zipo mjini. Sijui niite simu, maana sina jina zuri la kusema. Whatever inavyoitwa. Kusema kweli sijawahi, of course niliona mara ya kwanza niliona California kama hichi. Baada ya California sijawahi kuona sehemu nyingine yoyote. So I don't have no good idea about it, but naweza kwa uelewa wangu. Huu ni uelewa wangu, right? Unakuja hapa, unaweza kutafuta direction kama simu yako imekufa charge au vyote, au transit, usafiri, ukaita usafiri, chochote, like photo. It's like a phone, bro. Okay guys, nimeacha ile screen touch kule. Endelea safari, lakini nataka nimalize video kwa ufupi kwa sababu kadhaa. Cha kwanza, sehemu nilopaki gari, nimepaki gari mpaka saa 11 na dakika 22. Hii ni saa 11 na dakika 11. Kwa hiyo watanichaji extra kama nikiongeza masaa kuendelea kupaki pale. Na hapa shida ya kuwa miji mikubwa. What is that? It's so loud. Shida ya kuwa miji mikubwa, parking is very expensive. Everything in miji mikubwa ni expensive. Inafika mahali mpaka unasikia hadi kuhema, kubreathe pia you have to pay for that. Like that's how it feels ukiwa miji mikubwa. Right? Kwa sababu kila kitu unatakiwa ulipie. Parking, kila kitu unalipia miji mikubwa. Right? So
sitaki kuchajua pesa ziada kwenye paki yangu. Kwa hiyo nataka nimalize video, nirudi kuchukua gari yangu, niondoke niende kutafuta sehemu ya kulala. Cha pili, inaanza yes of course jua bado lipo nje, lakini nataka ni sehemu niangalia hoteli gani inaweza kulala usiku. Kwa hiyo inabidi nifanye video fupi niweze kwenda kutafuta mazingira ya kulala usiku, nalala wapi, ili mradi kesho tunaendelea kuwatembeza. Na kama ikiwezekana naweza nikaingia live. Comment hapo chini kama unataka niingie live kesho niwatembeza wakati nikiwa live YouTube, right, au Instagram, whatever unataka, wapi unapendekeza mimi niingie live niwatembeze Miami, right. Cha tatu, my storage. Nabidi video nichukua, una video nyingi sana ninazo kwenye storage yangu, nabidi niziedit ni nini, nizitupie YouTube, wherever, Instagram, kwenye social media, alafu ni free space niweze kuendelea kurecord video zingine. So but I would love kuendelea kuwatembeza kwa sababu this is so beautiful, bro. This is amazing. Angalia, hii ni parking. Na tukisema parking, hii ni parking ya watu ambao wanakuja, unakaa, unapumzika, umeona? Ukiwa na mpenzi wako, ukiwa umekuja peke yako, umekuja na kitabu, unaweza kukaa chini ukasoma kitabu chako. Like some places in America are so unreal, bro. So unreal. Yeah, guys. Hey, napata notification kwamba hapa eneo hili kuna wifi ya bure. Kuna wifi ya bure eneo hili. Nikiamua kujiunga wifi ya bure, unajiunga wifi ya bure. Vitu kama hivi ndio maana vinanikimbiza mimi. Nataka viji vidogo inanishinda. Viji vidogo hamna mambo mengi endelea. Imagine una wifi ya bure. Like, yeah, I have to go to big city, bro. Sijui nasubiri usafiri hapo, nasubiri daladala pengine. Yeah, na hizo wanasubiri daladala za Marekani ya kuwachukua. Alright guys. Sitaki niwatembeze sana kama nilivyowaambia, nataka mimi niweze kurudi nilipopaki. But this is so nice, bro. Oh god. Oh god, angalia train ile kule. Like god. This is so beautiful. My god. Fanyeni vijana mtembee bwana. Shit. This is amazing, bro. Imagine unapata fursa ya kutembea. Sema shida ya kutembea bwana, inabidi wewe mwenyewe uwe umejipanga kiuchumi bwana, kifedha. Ndio maana vijana kabla vyovyote pia pambana katika maisha yako, tafuta pesa kijana. Sio kama tunawasimanga, lakini ukishazaliwa katika familia zetu hizi za kawaida, hali ya kawaida, yeah, you are born with one purpose, bro. Kupambana, kutafuta pesa, kubadilisha maisha ambayo unaishi sasa hivi na maisha ambao watu wanaokuzunguka wanaishi. So like, yeah. So imagine mimi kuja kuendesha mpaka hapa. I spend a lot of money too. Spend a lot of money on gas, on food, hotel inaweza kulala usiku, parking, all of that. So it's yeah. Pia sio kama bure, lakini like, yeah, it's inevitable, bro. Money is inevitable. Yeah. Alright guys, nimechukua gari yangu naondoka, lakini nataka nionyeshe hii traffic. Hii ndo sababu ambayo wabongo wengi wanasema amieni New York City, sijui amieni miji mikubwa. Mimi siwezi. Of course miji kama hiyo naipenda jinsi ilivyotengenezwa, like it's so nice. New York is beautiful, whatever, kama watu wanapenda. Make a U-turn at Southeast 8th Street, Carlos Arboleda Boulevard. Then use the left 2 lanes to turn left onto Southeast 7th Street, Tamiami Trail. Okay, na unaniaibisha sasa hivi, naonekana si ujui mji, si ndivyo? Kwa hiyo unaanza kunifokea. Nyamaza Google. Okay, so guys, nilikuwa nataka niwaonyeshe kwamba miji mikubwa shida yake kama hii. Ukiwa unaenda kazini traffic, ukiwa unarudi kazini traffic, ukiwa unaenda kutembea traffic, kila wakati. This is what you're dealing with every day. Na kama ukiwa dereva mgeni, ni rahisi sana kupata ajali because people they drive so like madness, like crazy. I don't know.
Right, so wabidi uwe mwangalifu sana sana. Huwa lazima uwe dereva mzuri kwa unaendesha miji kama hii. La sivyo hatari kusema kweli. Haya guys, zote tuondoke. Comment, like and share, subscribe. Mpaka muda mwingine tena. I was in Miami na bado naendelea kuwa Miami. Bado nitawazungusha sana hapa kidogo. Haya, kwaherini. At the light, turn left onto Southeast 7th Street, Tamiami Trail.